Bana, moja kati ya taarifa ambayo nakusogezea right now ni kutoka Tanzania, kutoka Bongo, kutoka 255 na imeendelea kuchukua taswira mpya kwenye mitandao ya kijamii kuelekea mwezi huu wa Valentine, lakini kuelekea mwezi huu bana wa Kwaresma na mfungo wa Ramadhani. So taswira zimekuwa tofauti sana kwa baadhi ya mastaa kutoka Bongo na nje ya mipaka ya Tanzania. Bana, hii ni Chris Media 24. Kama ndo mara yako ya kwanza kabisa, hapo chini kuna neno subscribe, liguse sasa itaweza kuondoka kwa pamoja, tuweza kujua nini ambacho kinaendelea na nini ambacho kinachukua nafasi zaidi kutoka hapa kwetu. Mimi naitwa Chris JR na hii of course ni ili Vibe Nation, of course ni taarifa ambazo zimeendelea kuchukua nafasi kibongo bongo. Make sure tunaondoka kwa pamoja, tunatembea kwenye lugha moja na kuwa pamoja, kwa sababu we here bana. Kwa wale watu ambao wamefunga kwa mwezi huu wa Valentine, mwezi huu wa Ramadhani, kwa Kwaresma, nile kuna mfungo mwema. Of course bana, mastaa kutoka Bongo hapa Tanzania, Diamond Platnumz ambaye of course mtaja msanii wa Bongo Flava Bye anafanya poa kinoma kipindi hiki hapa cha Tanzania, na anataja kwa msanii bora zaidi kwa sasa, kwa sababu the way ambavyo ana drive maisha yake na very hot, na maisha yake yanakuwa yanaenda kinyamwezi kabisa. Jamaa anafanya muziki poa na amekuwa ni msanii pekee sasa hivi East Africa ambaye anataja kuna namba nyingi kwenye mtandao wa YouTube. Ngoma ya Kongoro Maliba na Harmonize views zaidi ya milioni 100 inama, lakini pia bila kusahau hiyo remix akiwa na mshikaji kutoka Congo Enos B, zaidi ya watu milioni 32 wameweza kuitazama. So kuja kuona ushirikiano na the way ambavyo ana drive maisha yake na drive muziki wake anauendesha kikubwa zaidi, ndio maana anazidi wasanii wengi kinoma na mwezi wa Ramadhani amekuwa akizingatia vitu vingi sana. That's why anazidi kutengeneza ile gap la Bongo Flava na the way ambavyo ana drive ile Flaki General. Mimi naitwa Chris JR na hizo info ambazo zina happen kutokea Bongo. Alikiba yametusanua kwamba mwezi huu unataka kuwa mwezi fulani hivi ambao haunahitaji vitu vingi sana ndani yake, na kuweza kuzingatia kidogo mambo ya Ramadhani na kuweza kufunga, kwa sababu tunapunguza bahari ya dhambi kwenye ulimwengu ambao tupo nao kwa sasa. Kimzingatia Harmonize, licha kuwa na ukaribu wake na Kajala, lakini ameweka mipaka kuhakikisha kwamba mwezi huu unakuwa tofauti, kwa sababu tumemwona pia akiingia kanisani na Kajala. Sio kwamba watu hawa dini zao ni tofauti, mmoja ni Mkristo lakini mwingine ni Muislamu, lakini Harmonize kwake kesi amekuwa akionekana hata akiwa kanisani baada ya kuwa na Kajala. So vitu kama hizi vinazidi kuonyesha kwamba jamaa yuko serious sana na harakati zake na kuweza kuwa kwenye mahusiano na bibie. So amesema kwamba mwezi huu bana yeye atakuwa umbali utakuwepo kidogo, hugging, kukumbatiana na mabusu, vitu kama hizo vitakuwa vinapungua. So bana, ndio maana Harmonize amekuwa kichange na amekuwa akionyesha pia jinsi gani ambavyo anaufanya muziki wake, na wengi wamekuwa kidai kwamba akiwa karibu na Kajala basi kuna karibu na muziki anayofanya vizuri. Mtazamo wako ni upi? Drop your comment, tutaisoma hapa Chris Media 24. Usipite bila kusubscribe.